andika kuongezeka kiroho au to increase in the spirit. To increase in the spirit, kuongezeka kiroho. Acha nikwambie jambo moja. Natamani wote mkae sipate attention. Changanya, unafanya hivi. Twende kwa kitabu cha Luka 1. Luka 1:80. Tunaweza kwenye Luka 1:80. Luka 1:80. Asante Yesu. Ni Luka 1:80, nataka mtu mmoja afike hapo. Mtu mmoja au watu wanafikiria labda watu wanafanana kiroho au wako sawa sawa kiroho. Kwa mtu akisema mimi ni Mkristo au mimi nimempokea Yesu, kila mmoja anafikiria tuko sawa sawa. Kila mmoja wanawaza tuko sawa sawa. Nisikilize. Wewe unapokuwa umempokea Yesu leo, ni kama vile umehama ukoo sasa, umetoka ukoo A umeenda ukoo B. Biblia inasema tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza tumeingizwa kwenye ufalme wa nuru. Maana yake unapata visa ya kuingia nchi nyingine au unakuwa umepata uraia wa kwenda nchi nyingine. Sasa wakati unapata uraia wa kwenda nchi nyingine au umepata hii visa ya kuhama ufalme kwa ufalme mwingine, kwenye ufalme ambao umeingia na wenyewe una kanuni zake na taratibu zake na wewe kuweza kufanikiwa au kuweza kupenya. Sikiliza. Wakati unazaliwa kwenye maisha ya kawaida, unazaliwa kama mtoto kuwa mwanadamu, yaani unazaliwa na mama sio kwenye hali ya kibinadamu. Ulikuwa ni mtoto. Na ulipokuwa ni mtoto ukaanza ukiwa kimya, baadaye ukalia kwa mara ya kwanza hospitalini. Maana huwa madaktari wanahakikisha unatoa sauti kwa mara ya kwanza ili wao wajiridhishe kwamba sasa huyu mtoto anaweza kusema, kinywa chake kinaweza kuongea. Kwa hiyo sasa wanagundua kama mtoto sasa akipiga makofi mgongoni au akitoka jalia wanampiga mgongoni mpaka atoe sauti ili wahakikishe kwamba huyu mtoto anaweza kuongea. Maana yake ni nini? Maana yake wakati huyu mtoto anazaliwa anatakiwa ajulikane kama ameshakuwa mtoto kamili kwa kuongea, kwa kusikia sawa sawa na kwa kuwa kwenye hali inayotakiwa kuwa sawa sawa. Sasa vile vile rohoni, kama vile mtoto anaweza akazaliwa sasa na baada ya kuzaliwa huyu mtoto akaanza kutoa sauti au kulia kwa mara ya kwanza, lakini unashangaa baada ya kuzaliwa tu haelekezwi kwamba sasa umewekwa kwenye nyonyo ya mama, unatakiwa ufute au kupuliza. Unataka kuuliza hilo swali, kama mtoto huwa apulizi. Yaani yuko kwenye nyonyo ya mama, haipulizi anavuta, na wakati hakuna mtu aliyewahi kumfundisha kumwambia unatakiwa ufute au upulize. Unataka kuuliza hicho kitu? Yaani ukimweka kwenye nyonyo tu mtoto anaanza kunyonya. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa mtoto sasa, na kuna kitu ndani yake kinamwambia avute. Kinamwambia nina njaa ili nile, navuta. Kwenye kula sipulizi, navuta. Kwa nini? Hiyo darasa la kwanza mtu anaanza kulipata tangu akiwa tumboni. Kuna namna anavuta au chakula kinaingia. Wakati uko tumboni kile chakula kinaingia kupitia mfuko wa mama. Lakini wakati anatoka kile chakula kinaingia kupitia nyonyo ya mama au maziwa ya mama, tunasema hivi. Sasa huyu mtoto automatic ndani yake anakuwa anajua natakiwa nivute ili niweze kula. Ni darasa la kwanza ambalo nalipata kama nimezaliwa kama mwanadamu, lakini kama nimezaliwa kama mwanadamu ili niweze kuishi natakiwa niwe na chakula, niwe hai, nitembee nikiwa nimekula nimeshiba. Huyu mtoto anajua mimi natakiwa nile ili maisha yangu yaendelee kuendelea duniani. Sijui kutembea ndio, sijui kuongea ndio, sijui kukimbia ndio, sijui mambo ya darasani, lakini ili niendelee kukua salama kama mtoto ambaye nimeingia kwenye ulimwengu mwingine, nimetoka nje kwenye dunia hii kutoka tumboni mwa mama au kutoka kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwa Mungu, nimevaa mwili, natakiwa ili niendelee kubakia kuwa hai ile chakula. Kwa hiyo baadaye huyu mtoto sasa naye ana process za ukuaji wake. Kivipi? Ana process za kukua huyu mtoto kwa sababu namba moja, ataanza kwanza kuwa anakunywa maziwa ya mama. Wakati hawezi kula kitu kigumu kwa sababu kile kitu kigumu inaweza kumuumiza tumbo, bado ni laini sana tumboni. Lakini jambo la pili, anakuwa hana meno ya kutafuna ile vile vitu vigumu. Kwa hiyo sasa kinachotokea inabidi tu atumie maziwa mpaka ufikie umri fulani, kuanzia mwaka mmoja na nini. Kuna mdada wanaanza sakula tatu, wengine wanaweza kumwaisha hapo nyuma kumlisha. Sasa vile vile unajifunza kwamba huku roho mwilini kuna taratibu za ukuaji. Baadaye akishaanza kula chakula anaanza kutembea.
wanasema amesimama dede, wanaanza kidogo, anaondoka, anatembea hatua moja, hatua mbili, anadondoka, anajaribu tena, anatembea hatua mbili, hatua tatu, anadondoka, lakini hatimaye anaanza kutembea akiwa sawa sawa. Twende hapo kwenye Luka 1:80. Nataka tuanzie hapo Luka 1:80. Sasa huyu mtoto baadaye anaanza kutembea na baadaye anapata nguvu ya kutembea. Kwa nini? Kwa sababu kila siku anajaribu kile kitu anakirudia. Nisikilize, kuna nguvu sana ya kurudia vitu. Kuna nguvu ile ya kurudia kitu, tunasema ni spiritual patterns. Unapokuwa unarudia vitu, leo unafanya, kesho unafanya kile kitu, kesho unafanya kile kitu. Hatimaye unashangaa unakuwa na nguvu au unakuwa na ubora au imara kwa ile eneo au unakuwa na ukuaji kwa ile eneo. Ndio maana unafanya mazoezi, anakuwa ananyanyua chuma au kuna mazoezi anayafanya, maana yake anaiumiza ile misuli mara nyingi sana, mpaka misuli inaamua kujijengea ulinzi. Na bila mkono wa mtu umekuwa mkono wa bounce umekuja hivi, maana yake misuli imejaribu kuvimba, maana alikuwa akifanya hivi inaumia misuli. Kwa hiyo imeamua kuvimba, imeamua kuzoea ile hali. Kwa nini? Misuli imeamua kukua kuendana na tatizo au changamoto ambayo ipo. Na kuna maana kupeleka na kwa mfano huu. Na maana tutaenda. Sasa wakati huyu mtu anaenda namna hii na anatembea kwenye mfumo huo na anafanya mazoezi kama ni mtu wa gym au ni mtoto anaendelea kutembea, hatimaye miguu inakomaa. Wale watoto wamezaliwa kwenye kanda za ziwa, anakuta mtoto mdogo anajua kuogelea. Kwa kabila mmoja walikuwa wanaweza kuzama zaidi kama dakika 10 chini ya maji. Kuanzia 10 na kuendelea kama 10 na kitu. Wakiwa chini ya maji, ni jamii ya watu ambao wamekulia kwenye mazingira yale ya maji. Na mtoto mdogo anaingia kwenye maji, anazama. Kwa kwenye lile eneo la kuzama au kuogelea, anakuwa kwenye lile eneo. Nisikilize. Kile eneo ambalo unalifanyia kazi, unaanza kukua kwenye lile eneo. It doesn't matter ni mwilini au ni rohoni. Hata nataka nije kuonesha habari ya rohoni. Tunajifunza kuwa rohoni leo. Baadaye mtu anakuwa mtu mzima kabisa ambaye anakuwa na akili. Akisikia matone je ya bati, hana haja kutoka nje, anasema anajua hii ni mvua inanyesha saa hizi. Kwa nini? Kwa sababu ameshakuwa mtoto na amepata akili kwa sehemu kubwa. Twende kwenye Luka 1:80. Tuone hapo. Luka 1:80. Nazungumzia kwa habari ya Yohana Mbatizaji. Inasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutoka kwake kwa Israeli. Hebu tuseme pamoja, 1, 2, 3. Yule mtoto akakua. Yule mtoto akakua. Hapana, sio kweli. Twende tena, 1, 2, 3. Yule mtoto akakua. Yule mtoto akakua. Akaongezeka rohoni. Akaongezeka rohoni. Akakaa majangwani. Akakaa majangwani. Hata siku ya kutoka kwake. Hata siku ya kutoka kwake. Sasa kuna muda Mungu alianza kumtunza Yohana Mbatizaji. Akatoka, akaenda akakaa mahala ambapo anaitwa majangwani. Akawa anapata mafunzo ya kiroho na Mungu anamfundisha. Nisikilize. Wakati wewe leo unampokea Yesu, unatakiwa upate mafundisho ya kiroho. Ujue mchawi akija unafanyaje, unaomba vipi ili uweze kushinda au kupenya eneo fulani. Uwakti vipi ili baraka zikufuate. Kwa sababu changamoto ya maisha na dunia ni kwamba kuna mambo mengine yanaweza akaja kwako, ukajikuta unafukuza baraka baada ya kuleta baraka. Kuna mwingine anafukuza baraka kwa kinywa chake mwenyewe, akiongea maneno ya udhaifu, kama mimi siwezi kufanikiwa, siwezi kupata baraka. Anashangaa baraka haziki japokuwa yuko kwenye ufalme sahihi wa Mungu, lakini hapati zile haki. Mfano, mtu anaweza kuwa ni raia wa Tanzania, lakini asipopata sheria fulani, taratibu fulani, hawezi kufanya biashara kwa sababu hajaenda TRA. Nauta ni mtu ambaye ni raia kamili, lakini hana kibali cha TRA. Hana leseni ya biashara ya TRA. Kama mwisho wake hawezi kufanya biashara kwa sababu hana kibali. Na hichi kibali sio cha kiroho, na japo kama ana baraka za kiroho, japokuwa anajua jinsi ya kuomba, japokuwa anajua jinsi ya kunena kwa lugha, lakini anakosa baadhi ya vitu kwa sababu kiathirika dunia ya taratibu. Nataka nielewe vizuri. Nasema ile mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Akakaa majangwani hata siku kutoka kwa Israeli. Tunagundua kwamba huyo mtoto alikuwa akaongezeka rohoni. Nataka uelewe point kubwa. Kuna kuongezeka rohoni na kuna utoto wa kiroho. Maana yake kama mtu anasema kuna kuongezeka rohoni, maana yake kuna kuongezeka rohoni. Maana yake rohoni kuna watoto wa kiroho au kuna mtoto ambaye ni mtoto wa kiroho, ambaye anatakiwa kukua aje kuwa mtu mzima na yeye kwa mambo ya kiroho. Nataka mtu mmoja unielewe hapo vizuri. Mtu anaweza kuwa ni mtu mzima, anaweza kuwa ni mtu wa dini, hasa mahala ambapo tumezaliwa watu wengi ni watu wa dini. Mtu anazaliwa anaingia kwenye dini fulani, anaenda kule anakuwa, anaenda kanisa. Nataka uelewe hiyo point. Naudia tena point hiyo. Asilimia kubwa ya maisha ambayo tunaishi leo ni rohoni sana kuliko mwilini.
mwilini ni matokeo ya mambo yanayotokea rohoni, yanakuja kutokea mwilini na baadaye unaweza kuona maisha au matokeo yakiwa mwilini, lakini mambo haya yanaanza rohoni karibia yote. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa sana kwenye kesho, lazima ile kesho uanze kuitengeneza rohoni, uanze kuiandaa. Tunapokuwa tunaomba leo, maana yake tunaandaa mambo rohoni kwa ajili ya kesho, na yale mambo yanaenda kutokea kesho yanakuwa sawa sawa pale kwa sababu tuliomba leo. Kwa hiyo wewe ni yule ambaye uliomba jana, ulipoomba jana wewe ndio umekuwa leo hivi. Nataka unielewe vizuri sana. Wewe ni yule ambaye ulijiandaa jana kuwa leo. Mamlaka yako ya rohoni au mambo yako ya kiroho ambayo yalikuwepo jana na juzi yanasababisha leo wewe uwe hapa ulipo. Wenda kuna mtu alikuloga jana, alifanya mambo ya rohoni, ndio maana mahala fulani kwa maisha yako kukakwama, mahala fulani kwa biashara kukakwama, mahala fulani kwenye uchumi kukakwama, mahala fulani kwenye ndoa kukakwama, mahala fulani kwenye elimu kukakwama, mahala fulani kwenye ukoo kukakwama. Kwa nini? Kwa sababu kuna mchawi au mshirikina mahali alizuia rohoni, na alivyozuia rohoni ikapelekea changamoto au shida kwenye eneo fulani la maisha. Tuangalie kwenye Luka hiyo hiyo, Luka 2 sura ya 2. Luka 2:40. Sasa Luka 2:40 inazungumzia kwa habari ya Yesu. Hapo sio namba Yesu ndiye alikuwa kwenye hali ya utoto kazaliwa, lakini ndani ni Mungu, lakini anahitaji kukua. Nisikize, mambo ya kiroho unajifunza. Mambo ya kiroho ukijifunza unaweza kupiga hatua sana na ukaja kuwa baraka, sio kwako tena kwa uzao wako. Na ni mambo ya muhimu sana ambayo unatakiwa kuyapuuza, kwa sababu ukiyapuuza yaliyokuzuia wewe leo au jana, yaliyozuia familia yako, yanakuja kukuzuia, na yaliyozuia baba yako yanakuzuia na wewe. Kwa sababu gani? Kile kiambaza bado kiko rohoni. Japokuwa mwili unajitahidi kwenda, unakuwa mwilini, unakuwa na umbile kubwa, unakuwa na umbile kubwa, unakuwa na umri mkubwa, lakini rohoni kuna kiambaza kitabaki kiko pale pale. Ndio maana ili ufanikiwe sana leo, lazima jitahidi yale ambayo walikwama wengine kwenu. Wewe unakuwa sana kiroho, unamuelewa sana Yesu, ili wewe uje kuyaondoa, ili usogeze mpaka mbele, watoto wako waje kuwa na amani mbele. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Sasa maandiko yanasema kwa habari ya Yesu na kwenye Luka 2:40. Inasema yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu. Akaongezeka nguvu. Nataka uelewe point. Akaongezeka nguvu. Maana hata nguvu za kiroho ndio maana watumishi tunatofautiana. Unaweza kwenda sehemu nyingine ukashangaa mbona mambo mengine hamna muujiza yatokea, hamna mtu akipona, mtu ambaye anaweza kubakia vile vile kwa sababu nguvu zinatofautiana za kiroho. Sema Wakorintho wa kwanza 12 inasema mtendaji wa kazi tofauti kile roho ni yeye yule. Maana yake hata watumishi na wenyewe katika kumtafuta Mungu, kila mtu kwa namna alivyo, ndivyo Mungu anavyombariki vile vile ambavyo yuko. Kwa sababu vipawa vinakuwa tofauti, namna zinakuwa tofauti. Kwa hiyo sasa wewe lazima ufocus na wewe kukua kiroho, uamue kusema mimi nataka nimtafute Mungu kwa ajili yangu mimi. Niwe ni mtu ambaye nikiomba mambo yanabadilika kwenye maisha, nikiomba mambo yanabadilika kwenye hatima yangu, nikiomba mambo yanabadilika kwenye hatua zangu, nikiomba kuna mambo yanabadilika kwenye mambo ambayo yanafanya mimi. Sasa inakuwa uanze kusema mimi nataka niombe, nianze kuomba, nikue kiroho. Sasa unakuja kiroho kwa sababu roho unakuja, kuna chakula cha kiroho ambacho kinahitajika ili wewe ukue. Chakula cha kwanza cha kiroho ni neno la Mungu. Unaposikia neno la Mungu namna hii, kuna mahala fulani sasa unapata protini ya kiroho, unapata carbohydrate ya kiroho. Unashangaa kuna sehemu panajenga, unashangaa nina akili fulani ya kiroho. Kumbe nikisikia kishindo na natakiwa niseme kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshakula chakula cha kiroho. Biblia inasema hivi, yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu, akaongezeka nguvu, amejaa hekima. Maana yake na hekima inakuja kwa neno, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Maana yake neema inakuja baada ya mtu kwanza kumtafuta Mungu. Baada ya kwanza kumtafuta Mungu ndio neema inaanza kuja, sasa inaingia kwenye maisha yako, ili uanze kutoka mahala, uanze kupenya sehemu, uanze kupiga hatua mahali. Kwa sababu lazima ukubali kutafuta Mungu, utake kuwa kiroho, kwa sababu maisha ya mwanadamu asilimia kubwa sana ni rohoni. Kwa maana Biblia inasema ingawa tunaenenda kwa namna ya mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenenda kwa namna ya mwili, nisikilize, ingawa kweli tunafanya kazi, ingawa kweli tunafanya bidii, ingawa kweli tunasoma shule, lakini hatuwezi kwenda kwa namna ya mwili tunafanikiwa kwenye dunia ambayo inaendeshwa na mambo ya rohoni. Kuna secret societies nyingi za dunia ambazo zinaicontrol dunia na kuiendesha. Unasikia Freemason, unasikia hizi Illuminati, unasikia watu wakubwa duniani ambao wanataka kupeleka dunia na wanapotaka wao. Unagundua hata janga la corona liliongelewa muda mrefu sana.
Wakina Bill Gates huyu ambaye anatengeneza Microsoft na hizo kompyuta walianza kusemaga miaka iliyopita mingi, karibia miaka 5 nyuma kabla ya corona kuja. Maana yake ni vitu ambavyo vimepangwa. Kuna watu wachache ambao wanapanga watu wafanye nini, wapi wauawe, maisha ya watu yaende vipi. Na hii nguvu inaanzia rohoni, baadaye inaleta mwilini. Ndio maana wewe ili uweze kufanikiwa kwenye dunia, kutembea kwa ushindi sana na kwa amani sana na kwa afya tele, lazima ukubali wewe kutaka kukua rohoni. Yaani mambo ya ukuaji wa roho na mambo ya rohoni yawe kipaumbele kwako. Mfano, unaona watu wengine ambao wanafanikiwa duniani hata kama hawaendi kanisani, ni watu ambao wanaenda kwa mganga wa kienyeji ama kuna mahala wanaabudu mizimu, lakini wanatafuta nguvu ya kiroho sehemu. Kwa mimi na wewe hatujachagua kwenda kwenye njia ya kuabudu mizimu. Hatujachagua kwenda kwenye njia ya kumwinamia mganga. Sababu maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Kwa sisi tumekataa kutegemea mwanadamu, tumeamua kumtegemea Mungu. Na kama tumtegemea Mungu, lazima tuanze kujipanga na Mungu. Tumtafute Mungu, tumjue Mungu ili tukae kwenye njia za Mungu. Ili mambo yetu ya kiroho yaanze kujipanga sawa sawa.